Mpaka hivi sasa YouTube ndio mtandao pekee unaweza kukupa fedha kupitia maudhui yako unaweka mtandaoni bila kona. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi hawafahamu namna gani YouTube inafanya kazi. Sasa kupitia uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 8 kutengeneza maudhui pamoja na kusaidia watu wengine, nimekuandalia kitabu ambacho kina mbinu zangu za siri, mbinu ambazo nimezijaribu katika mazingira halisi mara kwa mara na zimefanya kazi kwa watu wengi. Na kitabu hiki utakipata kwa shilingi 5,000 badala ya shilingi 10,000. Na sitakuacha hivi, nitakupa mentorship ya miezi 2 yenye thamani ya shilingi 100,000 bure kabisa endapo utanunua kitabu hiki ndani ya wiki hii. Ili kupata bidhaa hizi mbili zenye thamani ya shilingi 110,000 kwa shilingi 5,000 tu, nitumie ujumbe kupitia WhatsApp kwa kuandika neno kitabu kupitia simu namba 0765535982. Kumbuka ofa hii ni kwa wiki hii moja tu. Mwaka 2023, Tory Lanez, mwanamuziki mwenye asili ya Canada anayefanya kazi zake nchini Marekani, alihukumiwa miaka 10 gerezani kwa kosa la kumshambulia kwa risasi mwanamuziki mwenzie aitwaye Megan Thee Stallion. Mwaka 2025 zikatoka taarifa kwamba kuna ushahidi mpya unaoweza kumweka huru mwanamuziki huyu. Lakini kabla ushahidi haujatoka, mwezi wa 5 mwaka 2025, Tory Lanez akachomwa visu na mfungwa mwenzie gerezani. Tory ni miongoni mwa wanamuziki waliofanya vizuri sana katika muziki wa kuimba na kufoka. Amefanikiwa kutoa albamu 8 ambazo zimefanya vizuri sana ulimwenguni. Kwa mfano, albamu yake ya 4 iliyotoka mwaka 2019 ilishika nafasi ya pili katika chati za Billboard 200 huko nchini Marekani. Pia albamu zake nyingine nazo zimefanya vizuri sana. Maisha binafsi ya mwanamuziki huyu yamejawa na mambo mengi. Hivyo leo katika makala hii iliyoandikwa na Dennis Jensen, tutakwenda kuyaangalia hayo yote. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa tuende kazi. Takwimu zinaonyesha watu wengi mnaotazama Bongo Faster bado hamjabonyeza kitufe cha subscribe. Napenda nikwambie, kwa kufanya hivyo utaungana na familia kubwa ya watu wanaojielewa ambao wanapata video kama hizi kila siku. Ni rahisi na ni bure kabisa. Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Watu wengi wanamfahamu mwanamuziki huyu kwa jina la Tory Lanez, lakini jina lake halisi ni Daystar Samuel Shua Peterson. Alizaliwa mnamo tarehe 27 mwezi Julai mwaka 1992 huko Brampton, Ontario nchini Canada. Baba yake aliitwa Sonstar na sura yake si ngeni kwa wengi, kwani amekuwa katika vyombo vya habari akipambania haki ya mwanae. Inaelezwa kuwa familia hii hapo awali waliishi huko Montreal nchini Canada, lakini baadaye wakahamia Miami, Florida nchini Marekani, na hiyo ni kufuatia na kifo cha mama yake. Katika mahojiano yake, Tory Lanez alidai kuwa mama yake alifariki dunia wakati yeye akiwa bado mdogo. Akiwa nchini Marekani, baba yake alioa mwanamke mwingine, hivyo familia yake ilihamia huko Atlanta, Georgia, ambako alikutana na rafiki yake aitwaye Hakim. Katika mahojiano mengine, Tory alidai kuwa rafiki yake huyo ndiye aliyempa jina la utani la Lanez, ambalo analitumia mpaka hivi sasa. Inaelezwa kuwa jina hili alipewa kwa sababu wakati mwingi rafiki yake huyo alikuwa akimwona akizunguka barabarani bila kuangalia vizuri taa. Hivyo Hakim akaamua ampe jina la utani la Lanez. Kwa Kiswahili tungeweza kusema Tory mabarabara. Kama kawaida, maisha yalikuwa na changamoto kwa mwanamuziki huyu. Kama ujuavyo, kuishi na mama wa kambo inahitaji moyo, na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tory anadai kuwa mama yake wa kambo alimshawishi baba yake kuwa ampeleke kijana huyu akaishi kwa binamu zake huko New York, na hiyo ilikuwa ni mwaka 2006 wakati Tory akiwa na miaka 14. Lakini inadaiwa kuwa baada ya kukaa huko kwa muda mfupi, akaambiwa aende kumtunza bibi yake huko Toronto, Canada. Bibi yake alikuwa mzee sana, na wakati huo kijana huyu alikuwa na umri wa miaka 15. Baada ya kufika huko na kuona hali ya bibi yake, akakataa kabisa kumtunza, kwani bibi huyu alikuwa mzee sana. Hivyo kutokana na jambo hilo, akafukuzwa na bibi yake na rasmi akaanza kuwa mtoto wa mtaani, na hakuna mtu yoyote yule katika familia yake aliyemjali wala kumtunza. Jambo hilo likambidi Tory Lanez aanze kupambana mwenyewe pasipo msaada wa mtu yoyote. Alipofikisha umri wa miaka 17, akaanza kufanya muziki, na mnamo mwaka 2009, Tory akiwa amerudi nchini Marekani, akaachilia mixtape yake ya kwanza iliyoitwa TL2TO. Pia akaanza kujirekodi video mbalimbali akiimba na kuzipakia katika mtandao wa YouTube. Bahati nzuri video zake zikamfikia Sean Kingston, ambaye ni mwanamuziki na mwandaaji.
Sean Kingston akavutiwa na kipaji cha Tory Lanez, hivyo akaomba akutane naye ili waweze kufanya mazungumzo, na baada ya mazungumzo hayo akamsaini kijana huyo katika lebo yake, na huo ndio ukawa mwanzo wa safari yake kimuziki. Inaelezwa kuwa mafanikio makubwa aliyapata mwaka 2015 baada ya kuachia albamu yake ya kwanza iliyoitwa Say It. Inaelezwa kuwa albamu hii ilifanya vizuri sana katika maeneo mbalimbali nchini Marekani, na huo ndio ukawa mwanzo wa watu kumzingatia Tory Lanez, ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 23. Mpaka hivi sasa amefanikiwa kutoa albamu 8 ambazo zimefanya vizuri sana ulimwenguni kote. Mnamo tarehe 26 mwezi Machi mwaka 2016, wakati wa tamasha lake huko Midland, Texas, baadhi ya mashabiki zake walianza kufanya vurugu, jambo lililosababisha polisi kuanza kutuliza vurugu hizo. Lakini badala ya Tory Lanez kutuliza vurugu, akazidi kuhamasisha vurugu hizo, akihamasisha watu waendelee kupigana. Hivyo polisi wakafunga tamasha hilo na watu wengi sana wakakamatwa, akiwemo Tory Lanez mwenyewe, japo baadaye aliachiwa kwa dhamana. Mnamo tarehe 12 mwezi Julai mwaka 2020, nyota huyo alikamatwa huko Hollywood Hills na kushtakiwa kwa kubeba silaha ndani ya gari lake. Tena silaha hiyo haikusajiliwa kabisa, na ikadaiwa kwamba yeye ndiye aliyempiga risasi mwanamuziki mwenzie aitwaye Megan Thee Stallion, na hii ni baada ya kutokuwa na maelewano kati yao. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Megan alithibitisha madai hayo na kudai kuwa amefanyiwa upasuaji baada ya kupata majeraha baada ya kupigwa risasi mguuni na Tory Lanez, na akaeleza kuwa tukio hilo alifanyiwa makusudi kabisa na mwanamuziki huyo kwa lengo la kumdhuru. Baada ya muda mfupi, taarifa hiyo ikawa kubwa katika vyombo vya habari. Mnamo tarehe 25 mwezi Septemba mwaka 2020, Tory Lanez akaachia albamu yake ya 5 iliyoitwa Daystar, na katika moja ya nyimbo zilizokuwa ndani ya albamu hiyo, mwanamuziki huyo alikataa kabisa madai ya kumpiga risasi Megan. Kwa wakati wote huo, maofisa wa polisi walikuwa wanachunguza kwa umakini tukio hilo, huku Tory Lanez aliyekuwa ameshikiliwa kwa polisi akiachiwa kwa dhamana. Ilipofika tarehe 8 mwezi Agosti mwaka 2023, Tory Lanez alihukumiwa kifungo cha miaka 10 gerezani kutokana na makosa ya kumshambulia Megan, kutumia silaha ambayo haijasajiliwa na makosa mengine kadhaa. Kulikuwa na hisia mchanganyiko kuhusu ukweli wa kesi hiyo, huku upande mmoja ukiamini kuwa Tory alitenda kosa hilo na upande mwingine wakiamini kuwa amezingiziwa. Inaelezwa kuwa mke wa Tory Lanez aitwaye Raina aliwasilisha ombi la talaka mahakamani mnamo mwezi Juni mwaka 2024, na katika ombi hilo akitaja sababu mbalimbali za kudai talaka hiyo, na moja ya sababu kubwa ilikuwa ni kutokana na tofauti kubwa sana walizonazo hivi sasa na Tory Lanez, hasa kwa sababu Tory Lanez yuko gerezani. Inaelezwa kuwa wawili hao wana mtoto mmoja wa kiume. Mwaka 2025, mashabiki wa Tory Lanez walipata taarifa njema juu ya ushahidi mpya unaotakiwa kutolewa hivi karibuni, ushahidi ambao unaweza kuthibitisha kuwa nyota huyo hakufanya mashambulizi hayo na hivyo anaweza kuachiwa huru. Lakini kabla ya ushahidi huo haujatoka, taarifa mbaya zikadai kuwa nyota huyo ameshambuliwa kwa kuchomwa visu mara kadhaa akiwa gerezani na mfungwa mwenzie. Jambo hilo likafanya kimbizwa hospitali. Japo atapona, lakini kumekuwa na maswali mengi. Kwa nini nyota huyo ashambuliwe hivi sasa wakati ushahidi mpya unakaribia kutoka? Vidole vingi vimeelekezwa kwa Megan Thee Stallion, akidaiwa kuwa yuko nyuma ya shambulizi hilo ili Tory Lanez asiweze kutoka na ushahidi huo usiweze kutoka, kwani unaweza kuthibitisha kuwa Megan Thee Stallion alidanganya mahakamani. Akiwa gerezani, Tory Lanez ameendelea kutoa kazi zake, ikiwemo albamu iliyoitwa Peterson, ambayo imefanya vizuri sana na imefanikiwa kushika nafasi 25 kwenye chati za Billboard 200. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment, lakini pia usiache kujiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.